Tena kwa wakati mwingine kwenye Kweli Yote TV kwa ajili ya utukufu wako. Yeye Baba tayari amekwisha kutuinua, kututunza kwa ajili ya yale mema. Kwa hiyo karibu kiongozi, karibu ambaye sio kiongozi, karibu kijana, karibu binti, karibu mweupe, mweusi, karibu mtumishi wa imani zote, kwa sababu ni majira ya utimilifu wa ile kweli yote kwa ajili ya siku ya mwisho. Kwa hiyo kabla ya kujifunza au kufundishwa na yeye ambaye ni kweli yote, ambaye ndiye Baba muumba wa vyote, ile siri yake ambayo tulikuwa tujui, basi tushukuru kwanza. Baba mwema mzuri, wewe peke yake uko kwa ajili ya kutufundisha ile siri zote, kuziweka wazi juu ya nchi kwa ajili ya utimilifu. Tunakushukuru kwa ajili ya ile nguvu ya mwendelezo wako, tukiwa mahali hapa, mahali pa kituo chako, mahali pa nguvu ya TV yako ya Kweli Yote, kwa ajili ya ile nguvu ya kila mmoja kukushuhudia, kila mmoja kukuelewa, kila mmoja kufundishwa naye kwa utukufu wako. Unakaribisha wote ambao wewe mwenyewe unawafahamu mioyo yao, anzia viongozi, anzia sio viongozi, vijana, mabinti, wote, kila mmoja unamjua, palangi zake kwa taifa lake unamfahamu. Tunakushukuru kwa sababu ya taifa hata ambalo limekupokea kama nguvu ya taifa lililobarikiwa kwa ajili ya utimilifu wako. Tunakushukuru kwa yote, kwa utukufu wako imetokea. Karibu sana kwa ajili ya wakati mwingine tena wa kufundishwa, kukutana kwenye majira hii ambayo ni ya wakati wa kujifunza siku ya mwisho, ambayo imebebwa ndani ya mwaka ambao ni wa watu wote. Mwaka wa watu wote ndio uliobeba siku ya mwisho. Mwaka wa watu wote ni mwaka wenye miezi 9. Una kalenda yake kama hii unayoiona hapa. Hii ndio kalenda yake, majira timilifu ya yeye Baba aliyeumba mwaka wa kweli kwa ajili ya watu wote, ile kwamba wiki ina siku 28, mwaka una miezi 9. Kwa hiyo ni Isaya 61:2, Zekaria 14. Kwa hiyo mwezi wa kwanza kwa sisi sote juu ya nchi ni unaitwa kiini cha mema na mazuri. Mwezi wa pili unaitwa mbegu ya mema na mazuri. Mwezi wa tatu ni damu ya mema na mazuri. Mwezi wa 4 ni kitovu cha mema na mazuri. Mwezi wa 5 ni kizazi cha mema na mazuri. Mwezi wa 6 ni uzazi wa mema na mazuri, na mwezi wa 7 ni tumbo la mema na mazuri. Mwezi wa 8 ni limbuko, first fruit. Alafu mwezi wa 9 ni nguvu ya sura ya mema na mazuri. Huu ndio mwaka ambao tulikuwa wote tunatakiwa, kwa sababu unaanzia ndani, hakuna aliye nje ya siku 28. Kwa hiyo siku 28 kila mmoja ameingia ndani ya miezi 9. Ile iliitwa miezi 9. Mistake kubwa juu ya nchi baada ya anguko. Kwa hiyo adui alitengeneza hiyo mfumo wa sisi kutohesabiwa kuanzia ndani. Kwa hiyo akasema siku yake ya mwisho atatuanzia ndani. Kwa hiyo ndani ni hapa, kama vile unavyoona hapa, mwaka unaanzia tumboni unakuja. Sasa tuko kwenye utimilifu wa mwaka ulioanza ambao ni wa 3, tukiwa juu ya nchi kwa ajili ya mwaka wa kwanza ndani. Mwaka wa pili tuliofundisha sana, tumefanya sherehe juzi, na hata nafikiri mmeiona kwa ajili ya utimilifu wa yale ambayo alikuwa anakusudia Baba. Kwa hiyo leo tutapokea au tutaelewa kwa ajili ya watu wote kwamba kupokea ile nguvu ya cheti cha Kweli Yote, kukielewa cheti cha Kweli Yote kinachoinua kile chuo cha Kweli Yote. Kuna cheti cha Kweli Yote. Nafikiri katika kusoma kwa ajili ya masomo juu ya nchi, kila mmoja ana cheti. Kuna wengine ambao wamesoma kwa ajili ya shule za ile primary, secondary, ile college, mpaka zile vyuo, mpaka PhD, lakini vyote vinakuwa na nguvu inayoitwa cheti, lakini hakijawahi kuwepo cheti cha Kweli Yote juu ya nchi. Kwa hiyo cheti cha Kweli Yote ina maana ni maelezo yote ambayo wewe ulikuwa hauyajui,
ina maana hata watumishi katika utimilifu wote wanatakiwa wapate hicho cheti, kwa sababu hakuna tena mafundisho ya mbinguni. Kadri tunavyokwenda hayapo. Kwa hiyo anatakiwa kuja kujifunza, tujifunze sisi sote, kwa sababu wote tulikuwa tujui. Kwa hiyo hicho sasa cheti ndio kinachoinua chuo cha kweli yote. Sasa tuone kwanza hiyo nguvu ya chuo. Kwa mara ya kwanza tunakiona kinaandikwa kwenye Ezekieli 3:1-37. Akaniambia, mwanadamu, kula uonacho gombo hili, kisha uende ukaseme na wana wote. Basi nikafunua kinywa changu, naye akanilisha lile gombo. Akaniambia, lisha tumbo lako, ulijaze tumbo lako kwa ajili ya gombo nikupalo. Ndipo nikalila, nalo kinywani mwangu lilikuwa tamu kama utamu wa asali, lakini tumboni lilikuwa sio kabisa. Kwa nini? Kwa sababu kwa maelezo kama haya unayoyasikia, sio rahisi kuyafahamu yote haya, kwa namna ambavyo unaona na kwa namna ambavyo tayari, kwa sababu ukiangalia ni kusudi ambalo hakuna ajuaye kwa kuyajua haya yote, kwa sababu kama vile ambavyo alivyozaliwa kwenye hori la ng'ombe kwa wakati ule moyo wa kweli, ndio majira hii ametokea hivyo. Yaani hiki ninachokueleza ndio utimilifu wa Baba, ila kwa sababu sasa tulikuwa tumepandwa mbali ile macho ya kawaida na namna tulivyokuwa tumefundishwa, atakavyokuja tutamwona mawinguni, lakini sivyo hivyo. Ile neno hili mawinguni kumwona halikueleweka tu, lakini nafikiri sasa tunalielewa. Hapa kwenye Ufunuo 1:17, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza. Hapo ukijifunza unaona tu kwamba ile nguvu ya kila jicho litamwona niyo simu ulionayo. Hakuna jicho juu ya nchi, kwa sababu kuna kosa ambalo lilikuwepo, sio rahisi kueleweka. Hapa kwenye ile nguvu ya Mathayo 24, kwa sababu ndio mwendo wake ule moyo wa kufundisha unavyokuja, na ndio maana yote unayoona sasa yanatokea na yote ni yako, ni kweli. Ile Mathayo 26 ule mstari wa 36, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake moyo wa Baba. Yaani ule moyo wa Baba, jinsi unavyofundishwa, yaani yale maelezo ya majira ya watu wote kuwa katika nguvu ya kuielewa ile kweli na kuabudu wanachojua, wanachoelewa. Lile ndio kusudi. Kwa tunaona hata hapa kwenye Luka tena, ili twende kwenye hilo gombo la chuo. Ile Luka 21 mstari wa 34, basi jiangalieni mioyo yenu isije ikaelemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawaidia ghafla. Kwa sababu anasema ndivyo itakavyokuwa, ikatawaidia watu wote. Kwa hiyo utaona, kwa ajili kumwona Mungu, utaona maelezo ya kweli yote ndani ya hiyo simu yako. Hazikuja bahati mbaya, simu hizi zimekuja kwa ajili ya kila mmoja aweze kuelewa, aweze kuona. Kwa sasa tunaona kwa mara nyingine tena ikisema kwenye Ezekieli 2 ile 8-10, na yenyewe ni chuo. Chuo ni maelezo.
ni maelezo ya utoshelevu ambayo ndio yanayoinua nguvu ya kile cheti kwa utimilifu wake. Sasa cheti ndio taelewa maana ya cheti, kama vile ambavyo tumepewa qualification ya maelezo yote yale ambayo tulikuwa yapo ndani, ambayo hakuna anayeyajua na kuyaelezea. Ile 2 ile 8. Bali wewe mwanadamu, sikia jambo hili na nikuambia, usiwe wewe mwenye kuasi kama nyumba ile. Basi funua kinywa chako ule nikupache. Nami nilipotazama mkono kuelekea, na tazama, gombo la chuo lilikuwa ndani yake. Akalikunjua mbele yangu, nalo lilikuwa limeandikwa ndani na nje. Ndani yake ilikuwemo yameandikwa maombolezo, yaani kila ambacho tulikuwa tunaabudu tukiona kiko sawa, watumishi wote tuliokuwa tunaona sawa, imani zetu zote tulikuwa tunaziona sawa, sasa tutaomboleza, kwa sababu kwa maelezo ya Kweli Yote TV kwa ajili ya Baba ambaye tayari yuko juu ya nchi, ambaye ni kweli yote tayari. Wewe ukijifunza pale kwenye mafundisho yote utajua haya sio ya mtu, ila kwa mazingira sasa ambayo anatokea ndio haya unayoyaona, sababu asilimia kubwa tulijua kwamba atakuja na vitu vya kutisha sana, lakini vyote hivyo umeviona. Watu wenye ndege umeona, watu wenye magari umeona. Akasema nitakuja hivyo. Ndio maana anasema kwenye Danieli 3 ili uone namna ambavyo yeye anasema, yaani haya ni kweli. Danieli 3:5, wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri, samani ni 4 ule mstari wa 17. Hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi na amri ya ile nguvu ya kweli ya watakatifu, kusudi walio hai wapate kujua ya kuwa aliye juu anatawala katika ufalme wa wanadamu, naye humpa mtakaye, tena humtawaza juu yake aliye mnyonge. Kwa hiyo si vile ambavyo tulikuwa tunategemea. Ndio maana lile vazi la yeye kuzaliwa kwenye hori la ng'ombe ni kwamba hana chochote, na kwa sababu kweli kabisa haikuwahi kukubalika, kwa sababu ukiangalia kwenye mfumo wake kwa ajili ya kila ambacho anafundisha ni unabii. Sasa ukifika yeye anaanza kusema mimi wakati ule nilikuwa ni kiunabii, na watu wote juu ya nchi wanajua kwamba Yesu alitumwa kutusaidia. Sasa anajifunua Baba ambaye ndiye kweli yote, anakuambia hapana, hajatumwa. Tusome kwenye Isaya 6:8 mpaka 13, tunaona utume wake pale. Hakuna maelezo ya kwamba amekuja kutusaidia, bali amekuja kutuonyesha ile siku ya mwisho na msingi wa ibada zetu ulivyokuwa, na ile Yerusalemu ya kwanza ilivyoharibika kwa ajili ya ibada ya mawe, ibada za watu waliokufa, ibada mbalimbali za miti, ibada za ishara, miujiza. Ndio maana akasema nitafuta zile roho chafu ambazo manabii wanatumia. Kwa hiyo tunaona sasa chuo ambacho tayari kwenye Ufunuo ile 10 tena ule mstari wa kwanza mpaka wa 11 na yenyewe naongelea hivyo. Ndio maana hata hii kalenda ukisoma hapa chini ni Ufunuo 10:6. Hata hapo hivyo yote yani imeandikwa akiwa na afahamu kwamba hapo nitasoma kwamba ni kitabu ambacho tayari
cha maelezo yote timilifu ya Baba kwa ajili ya majira yake juu ya nchi. Wakati huo jua litakuwa giza. Nasoma mstari wa 6. Akaapa kwa yeye aliye na ule uhai ambao ni furushi la uhai hata umilele na umilele, naye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya, isipokuwa katika siku ya mamlaka ya sauti ambayo ilikuwa kwa ajili ya majira ya tarumbeta, itakapopigwa ile tarumbeta ya mwisho. Kwa hiyo majira hii ndio inatangaza tarumbeta ya siku ya mwisho kwa ajili ya yeye ameanza hukumu kwamba tubadilike tabia zetu tulizokuwa. Sasa anasema hapa hata Luka 4:20 tunamwona Yesu naye anasema kwa ajili ya kile chuo, yaani kutimiza, chuo cha kutimiza kwa ajili ya maelezo yote kilichoandikwa nyuma na mbele, kitabu kilichokuwa kimefungwa kwa ajili ya maelezo. Sasa chuo hicho maelezo yake yote kwa ajili ya vile vio ambavyo tulikuwa tunasoma, je, ni vikoje na hiki sasa kikoje, kwa ajili ya watu sasa tuanze kujifunza ule ufalme wa kweli yote, kwa ajili ya kwanza sasa kuishi yale maisha juu ya nchi. Akakifungua chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi, na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Wakamshuhudia wote, wakastaajabu maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake. Wakasema, huyu siye mwana wa Yusufu? Akawaambia, hapana shaka mtaniambia misali hii, kwamba huyu si tunamjua. Ni sawa hata kama unanijua, kwa sababu ndio imefika majira. Wewe kubali hiki ambacho kasome, tuelewe na tuweze kuvuka, la sivyo Baba yeye anajua anachokipanga kwenye mamlaka yake. Kwa leo sasa ina maana sasa ni chuo kabisa, na ni cheti chake utakiona namna ambavyo kina mamlaka sasa, ambacho vyeti vyote havina tena kazi. Tunaona cheti hicho kinasimamishwa kwenye mahali pa Danieli ile 2:44 na 45. Hicho cheti kinasimamishiwa hapo, na cheti ndio kiko hapo. Na katika siku za wafalme hao Baba atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande vipande. Kwa nini anasema ni ufalme usioangamizwa? Ni ufalme ambao watu wote wanapitia pale. Ina maana yule atakayefanya kutaka kuomba vibaya au kumuua mwenzie, basi atauawa yeye. Huo ni ufalme kwamba yoyote ambaye hajawahi kupitia siku 28, yani nguvu ya wiki ina siku 7 na mwezi una wiki 4, yoyote ambaye hajapitia kwenye hiyo wakati wa siku 28, miezi 9, basi huyo akikuombea chochote, labda awe na utawala wake mwingine, la sivyo ataangamia yeye, awe mganga awe mchawi, kwa sababu na wao wamepitia hapo kwenye siku 28, miezi 9. Kwa hiyo mwaka wenye miezi 9. Kwa hiyo akijiombea, anataka ajiombee yeye kwanza afe. Kwa hiyo ndio nguvu ya ufalme usioangamizwa na yoyote, kwamba ukitaka kuomba, basi ule uhai ambao ulikufanyika kwa ajili ya siku 28, ile mwaka wenye miezi 9,
kama wewe hujatoka hapo, basi omba, lakini kama umetoka pale, basi utakufa. Kwa hiyo ndio maana ya ufalme usioangamizwa na yoyote, na wala hawataachiwa enzi watu wengine. Lakini kwa majira hii ambayo ilikuwa kwa ajili ya mwaka wenye miezi 12, hapa ilikuwa ni ushindani. Hapa wewe ukijua tu kutoa sadaka, ukijua kutoa chochote kile wanafanya, lakini huko ni haki. Kwa hiyo huo ndio ufalme usioangamizwa. Kwa hiyo kuangamiza kabisa utawala huo. Kwa hiyo huo sasa, kwamba kwenye Isaya 37 ile 30, hapo sasa tunatoa mbegu kwenye ule ufalme, hapo kwenye ufalme huo ambapo ndio chuo kipo. Kwa hiyo yote anayetoa sadaka anaharibiwa. Na kwako dalili ndio hii: mwaka huu mtakula vitu vimeavyo vyenyewe, na mwaka wa pili mtakula mazao ya mbegu na vitu vyote, na mwaka wa tatu pandeni mbegu, kavuneni, mkapande mizabibu katika mashamba, mkale matunda yake, na mabaki yaliyobakia ya nyumba ya Yuda yatatia mizizi chini na kuzaa matunda juu yake. Maana katika Yerusalemu yatatoka mabaki, nao wataokoka katika mlima huo. Wivu wa Baba ndio utatimiza mambo haya, kama hivi unavyoona na kushuhudia. Kwa hiyo tunaona, kwa sababu tayari hakuna baraka mahali pengine. Sasa kwenye Isaya 65 ule mstari wa 16, hata itakuwa yeye atakayejibarikia duniani atajibarikia kwa Mungu wa kweli. Kwa hiyo wale waliokuwa wanatumia nguvu za giza kupata utajiri hawatakiwi. Waliokuwa wanatumia nguvu za ufrimason hawatakiwi kutajirika. Waliokuwa wanatumia ibada mbalimbali ambazo si sifa za yeye Baba hawatakiwi. Kwa kila anayetakiwa kubarikiwa atabarikiwa kwenye mfumo wa kweli usio na matabaka, usio na mafarakano, ni wa kuheshimiana. Mkubwa na mheshimu mdogo, na mdogo na mheshimu mkubwa. Kiongozi na mheshimu kwa ajili ya mwananchi, na mwananchi anamheshimu kiongozi na kumwombea. Mke wako na mheshimu mume wako, hivyo hivyo. Mtoto na mheshimu, na yeye mtoto anakuheshimu. Taifa kwa taifa tunaheshimiana, liwe kubwa liwe dogo, liwe maskini lisiwe, kwa sababu anataka sasa maisha yako juu ya nchi. Ndio maana baraka sasa ziko juu ya nchi. Ndio maana anainua sasa ile nguvu ya chuo ambacho tayari nguvu ambayo iko kwenye nguvu ya cheti cha yeye, ndio unakifahamu leo. Tunaona kwenye Luka 17 ule mstari wa 20. Na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza. Kwa maana tazama, ufalme wa Mungu umo ndani ya mioyo yenu. Kuna ufalme wa Baba juu ya nchi, na ufalme bila mfumo wa kweli sio ufalme. Kwa hiyo mfumo huu ndio unaoangusha falme hizi zote tulizowahi kuziona, kwa sababu ukisikia nguvu ya watu wote wanasubiri siku ya mwisho, ambayo siku ya mwisho ni ya Baba, ambayo ndani yake ndio imebebwa na mwaka wa watu wote. Kwa hiyo watu wote ni 28 miezi 9, mwaka wenye miezi 9.
Kwa hiyo hapo yule kahaba hayupo, yule joka hayupo, ule ushetani wa aina yote juu ya nchi hapo haupo, ibada za sanamu hapo hazipo. Ndio maana unaona sio majina ya watu haya, kwa sababu kiini ni kiini kabisa, ile product ya Baba, cha mema na mazuri, ndio mwezi wa kwanza. Kwa sababu mwezi wa kwanza wa Januari ni mtu, kwa hiyo hawezi kuingizwa kwenye ibada, wewe utabaki kiserikali, lakini kiibada kwa watu wote, kwa sababu muunganiko ni kila mmoja aliyetoka, kwa sababu kuna majira ambayo yake Baba, ambayo ndio hii kalenda, ndio hii. Na siku ya kwanza inaitwa nuru ya kweli halisi. Siku ya pili inaitwa akili ya kweli halisi. Siku ya tatu inaitwa faida ya kweli halisi. Siku ya nne inaitwa majira ya kweli halisi. Siku ya tano inaitwa moyo wa kweli. Na siku ya sita ni utawala wa kweli yote. Na siku ya saba ni kubarikiwa kwa mema juu ya nchi. Hiyo ndio majira na mfumo wa Baba juu ya nchi. Kwa hiyo sasa ufalme kama vile Ufunuo 11 uko hapa. Kwa hiyo sasa ina maana ile sanamu ndani yetu tuliyokuwa tuijui. Sanamu ina maana ni ule upendo wa vitu na watu, ndio sanamu. Kuna sanamu ya dhahabu, kuna sanamu ya fedha, kuna sanamu ya shaba, na ambayo inaunganishwa na udongo na chuma. Ndio maana akasema akaipiga chuma na udongo kwa ajili zile ibada tulizokuwa tumeunganishwa ndani yake, kwa ajili ya mioyo ya kutumikishwa na vitu na watu. Kwa hiyo sasa kwenye nguvu ya Danieli 2 ile 29 mpaka 35. Kwa hiyo ina maana sasa mifumo hiyo yote Baba ameiharibu. Kwa hiyo hata lile ambalo tulikuwa tunatumia kwenye nguvu ya uumbaji wote, kwamba nalituma tanuru la moto. Tanuru la moto lilikuwa la adui la kututeketeza sisi. Ukisoma kwenye mahali pa Danieli 3 utalipata, na ile Danieli 5 ambayo ndio shimo la simba. Ina maana wale waliokuwa hawataki kuabudu sanamu walitupwa kwenye tanuru la moto, na ambao walikuwa hawataki kwa ajili ya kuitukuza ile majira ya Babeli tayari walitupwa kwenye shimo, kwenye nguvu ya shimo la simba. Kwa hiyo shimo la simba ni mateso, maneno ya kila namna. Hii nguvu ya tanuru la moto ni shida, ni aibu. Kwa hiyo ukitaka kumtumikia Baba serious, ulikuwa unapata mapigo, hujapata pona. Lakini sasa hivi huyo Babeli ameanguka, taifa lile ameanguka, Wakalidayo wameanguka, majira ya Baba imekwisha kuinuliwa. Kwa sasa tuone nguvu sasa ya cheti hicho. Kwa nini cheti ambacho kitakuwa cheti sasa na chuo sasa? Ina maana atatufundisha sasa mengi mema mazuri kwa ajili ya watu wote. Kila mmoja atakuwa anapokea kabisa na anasikia na anaelewa kwenye Kweli Yote TV. Mweupe, mweusi, kwa ajili ya makundi. Hakuna tena mahali pa kwenda. Sasa maisha yetu ni juu ya nchi. Kwa hiyo mambo ya unabii, mambo ya ubashiri, mambo ya ishara, miujiza haina majira. Ndio maana cheti cha Kweli Yote kinaanza. Ili cheti kiwe, jambo la kwanza kabisa ambalo tumejiuliza siku nyingi ni kwamba, je, Baba anaitwa nani? Hilo ndio cheti ambacho ndio swali la watu wote. Baba anaitwa Kweli Yote. Kwenye Yohana 3 ule mstari wa 33, nasoma hapa.
Yeye aliyeukubali ushuhuda wake ametia muhuri ya kwamba Mungu ni kweli yote. Hata kwenye nguvu ya Yohana 8 utapata Yohana 8 ule mstari wa 26. Ninayo mengi ya kusema na kuhukumu juu yenu, lakini yeye aliyenipeleka ni kweli yote. Kwa hiyo Baba ni kweli yote. Sasa swali jingine la watu wote ambalo ndio linatupa cheti ni nguvu ya kwamba kiti cha enzi alichokuwa yeye anakaa ni maana gani? Kiti cha enzi ni nini? Ufunuo 20 ule mstari wa 11. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia. Nchi na mbingu ni ile mifumo ikakimbia. Inakimbia nini? Kwa kiti cha enzi ni kweli yote, yaani ameketi yeye, ni kweli yote na kiti ni cha kweli yote. Ina maana mbingu, ule uongo, udanganyifu unakimbizwa kwa sababu ya kweli. Sasa hilo swali lilikuwa kila mmoja alikuwa ajui kiti cha enzi nani ameketi? Ameketi Mungu mwenyewe aliye nani? Hatukupata jibu, lakini kwa sababu yeye alikuwa amwangamize adui wa mwisho, kwa sababu adui wa mwisho hajawahi kufahamika juu ya nchi. Adui wa mwisho ni uongo. Kwa hiyo lazima Baba awe kweli yote. Uongo hauangamizwi na neno, uongo hauangamizwi na sauti, uongo hauangamizwi na andiko, uongo hauangamizwi na pumzi, bali uongo unaangamizwa na kweli yote peke yake juu ya nchi. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo linainua sasa cheti cha kufahamu, watu wote waelewe kwamba bana, sasa hivi cheti usifundishe tu kwamba bana kiti cha enzi siji Baba ameketi. Nani ameketi na anahukumu nini? Swali jingine ambalo linajibiwa na linainua hiyo nguvu ya cheti ni kitabu. Kitabu cha uzima ambacho kwa ulisia hakuna aliyekuwa anajua, lakini ni kitabu cha maelezo yote ya kweli. Anasema hivi, ile Ufunuo 13 ile 8, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudia kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima. Kwa hiyo kitabu cha uzima ni maelezo haya unayosikia, ndio habari ya kweli iliyoanza juu ya watu wote kuelewa, kupokea kwamba haya yote unayoyaona tayari, matetemeko haya yaliyokuwa na kwa ajili ya mpaka sijui jua ni hayo ya Baba. Kwa hiyo mimi na wewe tunatakiwa tubadilike. Ibada ambazo hazifai, hazitakiwi sasa hivi tugalegale kwa ajili ya kutubu mbele zake, kwamba tumeabudu sana miti, tumeabudu sana mawe, tumeabudu sana ibada za wale waliolala. Atusamee Baba, atusamee Baba, ili yeye afanye jambo. Natafuta majira kwa ajili ya kurusha sasa kwenye nguvu ya kila mahali, kwa sababu yeye ndio anataka kwa ajili. Sasa ina maana katika chuo hichi basi tutaanza kusimama kwa ajili ya kuchangia, angalau twende kila mahali naye Baba atukuzwe.
nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Vitabu ambavyo tulikuwa tumefundishwa maelezo mbalimbali ya unabii, majira yake imeisha. Sasa hivi ni majira ya kitabu cha uzima kuandikwa kwenye maelezo ya kweli. Kila mmoja awe mtumishi, asiwe mtumishi, awe muumini au wa imani zote, kwa sababu hii nguvu ya majira sio ya dini, sio ya imani fulani, sio hii ni ya wote, kufanya kwa katika kweli ile ya Baba peke yake. Tunaona jambo jingine ambalo limekuwa katika kutusumbua watu wote juu ya nchi ni ile nguvu ya mti wa uzima. Hakuna aliyekuwa anajua, kwa sababu mti wa uzima wa kwanza ni mfumo wa majira, kwa sababu hakuna aliyekuwa anajua kwamba mti wa uzima ni nini. Mti wa uzima ni kalenda. Kwa hiyo kalenda ya kwanza ilikuwa ni kwa ajili ya mwaka wenye miezi 12. Hapa tukapotoka, tukaanza kuabudu jua, tukaanza kuabudu mwezi, tukaanza kuabudu miti, tukaanza kuabudu mawe, tukaanza kuabudu nguvu ya wale waliolala, ndugu zetu. Kwa hiyo hii akachukizwa, akasema nikija tafuta hii. Kwa hiyo ameifuta hii Yerusalemu ya kwanza iliyokuwa imesimamishwa na nguvu ya ufunuo ile 21:10 mpaka 22, ile nguvu ya nyota 12, kabila 12, ile majina 12, ile mitume 12, wale waliosoma kwa ajili ya malaika 12, simba 12, viti 12, hata mahali pa maagano 12, hata nguvu ya mwaka wenye miezi 12 kinabii imefutwa. Kwa sasa hivi ni majira ya mwaka usiokuwa na usiku wala mchana, mwaka wa miezi 9, ambao ndio mti wa uzima ulio katikati ya bustani ya Baba, ambao ndio umebeba siku ya mwisho, ambao tunauona Zekaria 14 ile 7. Lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na Baba, sio usiku wala sio mchana. Hapo ndio anasimamisha nguvu sasa, ambayo ni kwa ajili ya mti wa uzima kwa watu wote, ambao ndio imeandikwa kwenye Ufunuo 2 ile 7. Ndio unasimama kama tangazo juu ya nchi kwa ajili ya tarumbeta, na yeye aliye na sikio asikie jambo hili ambayo moyo wa Baba anawaambia watu wote. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katikati ya bustani ya kweli yote. Kwa hiyo hii ndiyo ya kweli, kwamba kiini cha mema na mazuri, mbegu ya mema na mazuri, damu ya mema na mazuri, kitovu cha mema na mazuri, kizazi cha mema na mazuri, uzazi wa mema na mazuri, tumbo la mema na mazuri, limbuko la mema na mazuri, na sura. Tukiwa na nuru ya kweli yote, tukiwa na akili ya kweli yote, na tukiwa na faida ya kweli yote, majira, hata ule moyo wa kweli na utawala wa kweli yote, na kubarikiwa kwa watu wote. Kwa hiyo hapo sasa ndio panainuliwa tangazo juu ya nchi kwa ajili ya tarumbeta, kupiga tarumbeta sasa kwa ajili ya habari za kweli yote, ya kwamba sasa maisha ni juu ya nchi, kufundisha watu kwamba maisha ya mbinguni yameisha. Kwa hiyo chuo sasa kinainuliwa na cheti sasa kinainuliwa. Tunaona hapa Isaya ile 62, 61 ule mstari kutangaza mwaka wa Baba uliokubaliwa na watu wote, na siku ya hukumu, kuwafariji wote waliao, kuangazia hao waliao katika moyo, wapewe taji ya maua badala ya majivu, na mafuta ya furaha badala ya maombolezo, na vazi la sifa badala ya moyo mzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Baba ili atukuzwe.
naona ndio mti wa uzima. Kwa hiyo tunaona sasa roho ambayo tulikuwa tunaita Roho Mtakatifu ni nani? Hata tunasema Roho Mtakatifu ni mwalimu. Kwa hiyo mwalimu ina maana ni roho ya kweli, moyo wa kweli wa Baba, ndio nao tufundisha. Hauko kwenye ishara, hauko kwenye miujiza, hauko kwenye unabii, na hauko kwenye maisha ya mbinguni. Kutufundisha mbinguni ina maana gani? Tunaona hapa huyo moyo wa kweli ambao alikuwa hajaachiliwa bado, sasa ameachiliwa juu ya nchi. Yohana ile 14 ile 16, nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi ambaye akae kati yenu milele, ndiye Roho wa kweli, moyo wa kutufundisha. Alikuwa hajaachiliwa kipindi kile kutufundisha yote. Ile Yohana 16 ile 25, hayo nimesema nanyi kwa misali, saa yaja ambayo nitasema nanyi, sitasema tena nanyi kwa misali, bali nitawapa habari ya Baba wazi wazi. Huyo sasa atatufundisha moyo wa Baba, ambayo tulikuwa tunaita Roho wa kweli, ambaye tulikuwa tunaita Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu sifa yake sio katika ishara miujiza. Roho Mtakatifu nguvu ya haki yake sio katika kubambikwa watu, yani kuingiziwa, kuachiliwa, kujazwa. Roho Mtakatifu wapi anajazwa? Ile ni injili ya Paulo. Sasa wamejazwa na wabaya juu ya nchi. Ndio maana akasema na roho chafu za manabii ziko zinatenda kazi, atazifuta na amezifuta. Kwa sasa huyo ndiye moyo ambaye atatufundisha yote. Yohana 16 ile 13. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana yeye hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atasema. Ndio maana tunasalimiana na kweli yote, maisha halisi. Yaani salamu ya watu wote juu ya nchi, salamu ya awe yoyote mwenye imani yoyote, anatakiwa tusalimiane kweli yote, maisha halisi. Yaani yoyote akijua kweli, maisha yanapata. Kwa hiyo ndio hilo kusudi alilokuwa. Kwa hiyo hilo ni swali ambalo ndio linabeba cheti cha utimilifu, kile kinaitwa cheti cha kweli yote, na ufunguo wa kuzimu na mauti ni ile siri. Sasa huyo mauti na kuzimu ni nani? Ndio alikuwa hajulikani. Mauti na kuzimu ni uongo. Isaya kwa sababu mmesema tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu, pigo lifurikalo tutakapopita haitatufikia sisi, kwa maana tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio, tumejificha chini ya maneno yasiyo kweli. Kwa ajili ya hayo yeye Baba anasema hivi, tawaharibu, taweka jiwe sasa liko katikati, ambalo ndio kweli yote. Hilo litapita, nami nitafanya hukumu kuwa ndio timazi, na haki kuwa ndio timazi, na mvua ya mawe itachukulia mbali hilo kimbilio la maneno ya uongo, na maji yatapakarikisha mahali pa kujisaidia, na agano lenu mlilopatana na mauti litabatilika. Kwa hiyo uongo ndio sasa ile siri kwa ajili ya hii nguvu
ya haki. Huu ni ufunguo, kufungua kila mahali. Kwa hiyo huyo ni Baba mwenyewe, ndiyo nguvu yake kwa ajili ya haki yake. Ile ziwa la moto, ziwa la moto ina maana ni wote kujawa na kumjua yeye, kama vile ambavyo imeandikwa kwenye mahali pa Isaya 11:9 kwamba watu wote watajawa na kumfahamu yeye, na wote watakusanyika mbele zake akiwabagua. Kukusanyika ina maana wanakusanyika kupitia mfumo huu. Basi ngoja mtazame hicho cheti. Cheti ndio hichi, kinaitwa cheti cha kweli yote. Anakwambia kweli yote ameketi kwenye kiti cha kweli yote, akiwa na kitabu cha kweli yote, pamoja na mwalimu wa kweli yote, akiwa ameshika ufunguo wa kweli yote, ufunguo wa kuzimu na mauti, na akiwa kwenye mti wa uzima, majira na mwaka wa kweli, pamoja na ziwa la moto, kuhakikisha ubaya na wabaya hawakai hapa juu ya nchi, na mkononi ana tarumbeta kubwa, akiwa tayari kupiga juu ya nchi kwa watu wote na uumbaji wote, kwa ajili ya habari za kweli za maisha juu ya nchi, kwa watu wote hapa juu ya nchi. Na amezungukwa na hukumu kwa ajili ya uharibifu kuhukumiwa. Kwa hiyo wote juu ya nchi. Sasa ni kufundisha maisha juu ya nchi. Kwa hiyo hata tunapokwenda, hizi silabasi kwa ajili ya tarehe za mbinguni zinaisha. History ya kwamba sijui sasa hivi wote tufundishwe maisha ya anzia watoto wetu. Maisha ya mbinguni hayapo tena. Kwa hiyo majira imeisha. Kwa hiyo wote kwa ajili ya kuacha mambo ya zamani, mambo yasiyofaa, kwa ajili ya kumwambia Baba, sasa tufundishe. Chuo kimeinuliwa na cheti tayari kimeinuliwa. Utukufu ni kwake, heshima ni kwake. Kwa hiyo taifa limeinuliwa, viongozi wameinuliwa, wote, wananchi wa aina zote, wa imani zote, watumishi wote, kwa ajili ya watu wote juu ya nchi, wa mataifa yote. Baba ametubariki, Baba ametuinua. Tugeuke. Mambo ya ibada ya miti imeisha. Mambo ya ibada ambayo ni kwa ajili ya mawe imeisha. Mambo ya ibada ya sanamu imeisha. Mambo ya ibada za wale ndugu yetu waliolala imeisha. Kwa hiyo Baba ametuinua. Tunamuinua na Mheshimiwa Rais kwa ajili ya taifa, ili amani kila eneo kwa utukufu wake. Baba